Kuna namna ambayo huko mitandaoni mashabiki mbalimbali wa klabu ya wekundu wa Simba wanajadili jinsi ambavyo utangulizi wa mechi za mwanzoni za klabu ya Simba katika kipindi hiki cha ligi ya Machampions aka mabingwa hapa barani Afrika. Ukiwa kama shabiki kipenzi na mfuatiliaji wa klabu ya Simba, bila shaka umeweza kukutana na majadiliano yakizungumza mambo mbalimbali kwa kile ambacho Simba ama kikosi cha Simba ameweza kukutana nacho. Wapo baadhi ya mashabiki waliodai kwamba imekuwa ni kama ufunguzi wa bahati mbaya hivi, ama ni kama kumekuwa kuna mambo ambayo yamekaa ndivyo sivyo, kama Simba imeanza kwa utofauti. Kwanza ukianza kwa jambo la golikipa wao nambari 1 Kamara kuweza kuwa kwenye majeruhi, ili ni pigo pia kwa upande wa Simba. Lakini pia ukija kwa ufunguzi wa mechi ile kwa kuweza kupoteza mchezo wao ule, licha ya kuwa Simba walionekana kukabiri na kuwin mchezo mapema kabisa, lakini soka ndivyo lilivyo, halinaga mwenyewe. Kwa bahati mbaya Simba waliweza kupoteza, lakini mashabiki bado wanaendelea kudiscuss na kujadili ni kipi wanaona kimekuwa kama kipo kwenye mapungufu hivi ya namna moja ama namna nyingine. Wanadai kwamba ni heri kwa sababu mambo ama makosa na udhaifu ulishaanza kuonekana mapema, basi viongozi walimu wa Simba yani head coach pamoja na jopo lake la ufundi likakaa bayana vyema kuhakikisha kwamba wanatengeneza upya vikosi, lakini pia kupangilia mifumo iliyokuwa ya msingi ili kuepuka kufika mbali zaidi kwa kuweza kuharibu ama kuifanya Simba ikaendelea kupoteza zaidi. Hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwa wadau na mashabiki wa Simba huko mitandaoni. Sasa sijajua wewe maoni yako ni yapi, ama wewe kama shabiki wa Simba unahisi ni sehemu ipi ambayo unahisi irekebishwe, ama makosa yapo katika upande upi ambao moja kwa moja ukishawekwa sawa klabu ya Simba itafanya vyema. Tuambie kwenye upande wa komenti hapo chini, tu discuss kwa pamoja, lakini pia ueleze maoni yako ni yapi, fikra zako, tafakuri za kimsingi ni zipi katika kuifanya Simba iweze kupiga hatua kubwa katika michuano hii ya mabingwa hapa barani Afrika. Lakini nikwambie kwamba ili usipitwe na habari zetu kila siku, hakikisha ya kwanza umejiunga nasi kwa kugusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, lakini pia usisahau kulike pamoja na kushare.